Ni kilomita 166 kutoka ofisi za TRVF mpaka Singida, mahali ambapo leo ninakupeleka. Safari inaanza katika asubuhi tulivu, wakati ndege wakiimba angani, wanyama wakitangatanga porini na mimea ikipepea kana kwamba nayo inamsifu Mungu kwa uzuri wa uumbaji wake. Lakini hii si safari ya kawaida. Ni safari ya kiutume, safari ya kutembelea maeneo ambayo sauti ya Injili bado inaendelea kupenya hatua kwa hatua. Wakati uliopita ilikuwa Loliondo, eneo lililojawa na uzuri wa asili ya Mungu, na leo safari inatuleta Singida, mahali ambapo TRVF kupitia mwenyekiti wake Mchungaji Caleb Migombo anamkaribisha mwenyekiti wa Union ya Kaskazini wa Tanzania, Mchungaji David Mpwani, kutembelea maeneo haya ya kiutume. Karibu ambatane nami, nitakupitisha hatua kwa hatua katika maeneo haya ya utume, kuanzia Shelui, Kiomboi, Mkalama mpaka Unyankini. Mimi ni Baraka Ayubu, karibu. Ni kutoka katika ukanda wa kati, wengine huita katikati mwa Tanzania. Hapa ninaizungumzia Singida, mkoa wenye ukubwa wa kilomita za mraba 49,340, ukiwa na wakazi zaidi ya milioni 2 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Wanyaturu, Wanyiramba na Wanyisanzu, hawa ndio wenyeji wa ardhi hii. Nao wameipokea Injili na wana shauku ya kuisambaza kwa watu wao. Kwa majina naitwa Elisiana Charles Daudi, ni mzaliwa wa Singida, wilaya ya Shelui. Mimi hapa ni Mwadventista Msabato wa kanisa la Shelui. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa jamii yetu ya Wanyiramba, ni wachache sana Waadventista wa Sabato. Baada ya kuongolewa kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato, nilijifunza maandiko matakatifu na nilijifunza vitabu mbalimbali kama lesoni, Sabato ya kweli. Hivyo ndivyo vilivyonitia moyo kuendelea kubaki katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Nasihi hata jamii yangu kuwapa tumaini ya kwamba Yesu yuko pamoja na jamii zote. Haijalishi ni kabila langu, Wanyiramba, Wasukuma, Wanyaturu, Wagogo, Waha, lakini Mungu yu pamoja na sisi, habagui rangi wala jamii yoyote. Hivyo basi napenda hata kuasa wengine kujiunga na kanisa hili la Waadventista wa Sabato, ambalo nilijifunza mengi kupitia wao na nilijua kweli ya Mungu ipo katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Safari yetu inaanzia Shelui, mtaa unaobeba kata 8, vijiji 68 na vitongoji 322. Lakini katika vijiji hivyo vyote ni vijiji 11 pekee ndivyo unaweza kukuta kanisa la Adventista wa Sabato. Hapo ndipo tagundua kazi ya Mungu bado ni kubwa sana katika maeneo haya. Tulikata kilomita nyingi kutembelea makanisa ya Shelui, Mseko, Twike na Sekenke. Lakini pamoja na safari hiyo, tulikutana na changamoto ambazo zimekuwa ni sehemu ya maisha ya watumishi wa Mungu katika maeneo haya. Barabara ngumu, umbali mrefu, na wakati mwingine umbali kanisa moja hadi kanisa jingine kuwa mrefu zaidi. Mtaa huu una jiografia kubwa. Baada tu ya kushuka mlima Sekenke, wale wanaofahamu, kuna uwanda mpana sana. Kwa sasa nimekwisha kutambua kata 8 ambazo ziko chini ya eneo langu. Hizi kata 8 zina jumla ya vijiji 68 na vitongoji 322. Miongoni mwa vijiji hivi 68, vijiji 11 tu ndio vijiji ambavyo washiriki wanapatikana. Unaweza kupata mshiriki kwenye vijiji 68. Utagundua kwamba vijiji zaidi ya 50 huwezi kupata mshiriki wala muumini. Unaweza kuangalia umbali ulioko hapo, na ni barabara ya lafu, wakati mwingine kuna mito, kuna mabonde. Na tunapopata washiriki, huwa kwangu ni shangwe na furaha tele. Hivyo utakuta unatembea kilomita nyingi
kumfuata mshiriki. Mtu anaweza kutembea masaa 3 hadi 4 ili afike sehemu ambako kanisa linapatikana. Kuna hadithi ambazo huwezi kusimulia bila kutaja mkono wa Mungu. Sikia hii. Kanisa linaweza kuwa na washiriki 100, lakini wengi wao wasiwe wenyeji wa eneo hilo, na wakiondoka kanisa hubaki tupu. Hii ndiyo hali ya baadhi ya makanisa katika mtaa wa Shelui. Wenyeji bado ni wachache, lakini kazi ya Mungu bado inaendelea. TRVF inamleta mwenyekiti wa Union katika maeneo haya ili aone namna ambavyo mbegu ya Injili inaendelea kupandwa. Kuwakuta Waadventista wa Sabato wa Nyiramba ni mara chache, si wengi sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kuona kwamba Injili imeanza kuwafikia Wanyiramba. Na tumekuwa na wakati mzuri leo wa kwamba wamepokea swala la kumtumikia Bwana. Kuna watu 5 wamejitoa kuwa wainjilisti wa lei, kuanza kufanya kazi kwa kujituma kabisa katika maeneo haya. Na kwa kweli kazi ndivyo inavyoweza kusonga mbele. Hiki ni kipindi cha kumuinua Bwana na kufanya kazi kwa kauli moja, kwa sauti moja. Wanyiramba wanasema lululumwe, yani sauti moja. Tuimbe kwa pamoja, tufanye uinjilisti kwa pamoja, kwa kushirikiana. Ukiwa mwenyewe nguvu itakuwa kidogo, lakini tukiwa wengi, sauti ya huyu na yule tunalipata li sauti likubwa. Masua ninafurahi sana kwa ajili ya ujio huu ambao umekuwa ni wa pekee wa kihistoria katika kanisa letu la Antike, ambao sasa linatupatia ari ya kwenda kwa ajili ya wenzetu Wanyiramba, wenzetu, ndugu zetu, kuna majirani zetu Wasukuma na wengine wengi kama Barabaigi. Kwa kweli mimi mwenyewe naahidi kwamba nitahakikisha kwamba ninafanikisha zoezi hili kwa ajili ya utume kwa kazi ya Bwana, kwa msaada na uongozi wa Roho wa Mungu. Bwana aweze kutubariki na tukaweze kufanya tena na wengine, kuja kuleta na wengine zaidi, na hatimaye kazi kumalizika. Kwa sababu Mungu mara nyingi huanza mambo makubwa kupitia watu wachache wenye moyo mkubwa. Tuliona nyumba za ibada zikiendelea kujengwa ambazo hazijamalizika. Kuta zimesimama, lakini kazi bado haijamalizika. Field yetu ni moja ya field kubwa kieneo katika union yetu hii. Lakini sio tu kwamba ni kubwa kieneo, ni field ambayo ni ya kiinjilisti kwa ujumla. Tuna watu wengi, makabila mengi ambayo kwa kweli hayajafikiwa kwa kiasi kikubwa. Kanisa yetu mengi katika mkoa huu bado washiriki wake si wenyeji, ni wale wa kuhamia, Wasukuma, Wajita, Wapare na wengine kadhalika. Wengi wa washiriki wetu katika makanisa haya sio wenyeji. Ni kanisa moja tu ambalo tumemtwike ambalo lina Wanyiramba wengi. Kanisa hili lina washiriki kama 65. Na jana tulikutana na washiriki kama 40. Na kati ya hao asilimia angalau 90 ni Wanyiramba. Tunaweza tukasema hili ndio kanisa pekee ambalo lina Wanyiramba zaidi ya 20. Na kwa hiyo tuna mkakati mkubwa kuangalia kwamba je, tunawezaje kufikia jamii hii ya Wanyiramba, Wanyaturu, Wasanju ambao kwa kweli ndio wenyeji wa mkoa huu wa Singida. Kama field tumejipanga kwamba tutafanya kazi na hao wachache tulio nao katika makanisa hayo, wanaoelewa utamaduni, wanaoelewa changamoto za Wanyaturu, ili kwamba kupitia kwao, wanaoelewa changamoto za makabila yao, kupitia kwao tupate kujifunza namna ipi iliyo bora ya kufikia hawa wenyeji wa mkoa huu. Tunawaalika wenyeji wa mkoa wa Singida ambao wamekutana na Injili katika mikoa mbalimbali. Wengine wako Dar es Salaam, wengine wako Dodoma, wengine wako Mwanza, wengine wako Arusha. Tunawaalika kuungana nasi katika field yetu hii ya Tanzania Rift Valley, kukaa pamoja na kuangalia ni mkakati gani tunaweza kufikia ndugu zetu walioko katika mkoa huu. Tunaalika pia makanisa ya mijini kuchukua eneo la Singida kama eneo lao la uinjilisti. Njoo Singida
tuwafikie ndugu zetu ambao hawajafikiwa na ujumbe wa Adventista wa Sabato. Lakini hata hivyo, kuna habari njema. Wachungaji wetu ambao tumewaweka katika mitaa hii ni watu ambao ndani ya mioyo yao wamejaa roho ya kiinjilisti. Safari ya Shelui inatuachia funzo moja kubwa, kwamba injili haisafiri kwenye barabara nzuri tu. Hufika hata kwenye vumbi, kwenye uchovu na kwenye maeneo yasiyosaulika na wengi. Tuliona imani ikichanua katikati ya changamoto. Tuliona matumaini yakizaliwa upya kupitia mawe ya msingi yaliyowekwa katika makanisa kwa maombi mengi, katika makanisa ya Mseko, Mtwike na Sekenke. Kutoka Shelui tunashika njia kuelekea Kiomboi, mtaa mwingine wa kiutume. Miundombinu ya barabara sio rafiki. Tunapita milima, tunapita mabonde, jua, mvua, vyote ni sehemu yetu ya safari. Lakini viongozi hawa wenye moyo wa utume waliendelea mbele, kwa sababu walitaka kuona namna kazi ya Mungu inavyosonga. Hatimaye tukafika Kitusha, kundi dogo lilopo katika eneo lenye Wanyiramba wengi, na huku nako injili inasonga mbele. Lakini katikati ya uchache wao, walibeba dhamana ya kuijenga kazi ya Mungu katika eneo lao. Washiriki 22 pekee wamesimama kujenga nyumba ya sala. Na hapo utagundua Mungu atazami wingi wa watu, hutazama ukubwa wa moyo. Kanisa hili kama unavyoliona linahitaji kuwezekwa, linahitaji kuwekwa madirisha, na ukiangalia nguvu ya wenyeji ni ndogo sana. Natamani tuwepo wengi tutakaoguswa kwamba tunaweza tukawekeza katika kazi ya injili katika mkoa wa Singida. Hivi karibuni huenda tukapiga hodi kwako, tukaomba na wewe na ukusihi uweke mkono katika kutegemeza kazi ya Mungu katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Singida, mkoa wa Manyara. Baadhi ya maeneo yako makanisa mengi ambayo wanasalia chini ya miti, wengine wameweza kuweka boma. Tunatamani awepo mtu akusaidia kuwezeka katika makanisa mbalimbali. Ni wito wangu kwamba upate kuguswa na kazi hii ya Mungu mahali popote, na Mungu atakubariki sana. Naitwa Gloria Zewe, ni mshiriki wa kanisa hili la Kitusha, na tumefurahi sana leo kuwekewa jiwe la msingi katika kanisa letu, lakini pia wametuamsha kwa ajili ya utume, na tunaamini kwamba kila mmoja wetu atatoka katika kazi ili tuweze kufikia malengo, kukamilisha kanisa letu, na hatimaye tuweze kuwa na washiriki wa kutosha, maana tumejenga kanisa kubwa ambalo linaweza kuwa na washiriki zaidi ya 200. Wito wangu kwa washiriki wengine ni kwamba kila mmoja aweze kujua kwamba wajibu wa utume si wa watu tu wale walioteuliwa, kwa mfano wainjilisti au wachungaji. Ni wajibu wa kila mshiriki kujua kwamba popote alipo na katika kazi yoyote anayoifanya ndio sehemu yake ya kufanya uinjilisti, ili tuweze kufanya hii kazi kwa bidii, Kristo arudi tuweze kwenda mbinguni. Mimi ni mchungaji Daidon Gombeye, mchungaji wa mtaa wa Kiomboi. Nina furaha sana kwa siku ya leo tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2026 kwa ujio wa viongozi wetu wa Union na viongozi wetu wa Field. Tumebarikiwa sana kwa programu ambayo wamekuwa nayo siku nzima ya leo katika mtaa wetu wa Kiomboi. Na kwa kweli ujio huu umekuwa wa muhimu na wa maana sana, hasa kwa washiriki na mtaa wa Kiomboi kwa ujumla. Tumebarikiwa sana na tumejisikia amani na tumepata furaha ya pekee kwa kutembelewa na viongozi wetu wa muhimu, viongozi wa jimbo ambao kwa kweli wametuona kuwa Kiomboi nayo ni sehemu ya thamani, ndio maana wakafunga safari kuja kutuona. Mungu awabariki sana. Kutoka ardhi ya Kiomboi, safari ikaelekea Mkalama, mahali ambapo Mungu bado anatenda kazi kupitia watu wake. Mtaa unaochukua wilaya nzima ya Mkalama, ukiwa na kata 17, vijiji 70 na vitongoji 288. Huu ni mtaa mmoja pekee. Lakini nyuma ya kila eneo lililofikiwa na injili, kuna mtumishi anayevumilia safari ngumu kwa ajili ya wokovu wa wengine. Mchungaji Benjamin Panga huzunguka katika maeneo haya kuhakikisha watu wa Mungu wanaendelea kutiwa moyo katika kazi ya Mungu.
Na pamoja na uchache wao, waumini hao wameamua kumjengea Mungu nyumba ya sala katika eneo la Nduguti. Ujenzi wa kanisa unaendelea. Safari yake bado ni ndefu, lakini nia ya kumaliza ipo. Na pale ambapo kuna nia ya kumtukuza Mungu, Mungu mwenyewe huifungua njia. Kazi kubwa iliyofanywa imefanywa na washiriki 25. Ni kwa sababu kanisa linajengwa na wenye moyo. Wamejenga bloko safi, na takribani ukubwa wa kanisa hili linaweza kaingiza watu wasiopungua 200. Unaweza kaangalia. Kwa hiyo ninatoa wito, wapendwa, wale wenye mapenzi mema ya kuwekeza katika kazi ya Bwana. Hii ni fursa. Njoeni mwekeze Nduguti. Mshirikiane na watu wa Nduguti, tukamilishe, tupaue, tuweke msausi nzuri. Kanisa hili likisimama vizuri hapa ni hubiri tosha katika maeneo ya wilaya ya Mkalama. Kuna hadithi nyingi kusimuliwa na kusaulika, lakini nyingine hubaki kuwa ushuhuda wa vizazi. Na hii ni ushuhuda wa vizazi kutoka katika kijiji cha Mtinko. Hadithi inamtaja mzee Mwambekwa aliyekuwa chanzo cha kuwepo kwa kanisa la Adventista wa Sabato Mtinko Central. Tuko hapa kwenye jengo jipya la kanisa la Wasabato Mtinko Central, kanisa ambalo lina historia ya kufurahisha sana, lilo ambalo limejengwa juu ya ombi la mzee aliyekwenda kule Mikocheni kuona watoto, akiwa sio Adventista Msabato, akiwa na ugua, lakini washiriki wa kanisa ile la Mikocheni wakamtembelea katika harakati za kugua kwake, na wakamsaidia kumjua Yesu, na akajitoa yeye na mke wake kwa Adventista wa Sabato. Na alipojitoa kwa Adventista Msabato, alitamani kurudi kijijini kwake, kwa ndugu zake na kwa washiriki wenzake huko alikokuwa nasali, ili aweze kuambia habari njema ya ukweli aliyopokea. Lakini mzee huyu katika hekima ya Mungu hakuweza kurudi kwa sababu ya ugonjwa aliokuwa nao, mwisho kalala mauti. Lakini kabla ya hapo alikuwa ameandika barua, alikuwa ameeleza matamanio yake, na matamanio yake alikuwa ni kurudi na kuhubiri hapa na kujenga kanisa. Washiriki wale wa mtaa wa Mikocheni pamoja na shirika letu la vyombo vya habari Tanzania Media Center walikubaliana kuja kufanya mahubiri ya kwanza katika mji huu mdogo. Na walipokuja hapa waliongoka washiriki wachache, kama tulivyosikia katika historia iliyotolewa hapa, nadhani washiriki 14, na hapo ikazaa ndoto ya kujenga kanisa. Familia mzee huyu wakubaliana kutoa kiwanja hiki ili kanisa lipate kujengwa. Na sasa tunaona historia, wale washiriki wa Dar es Salaam na wadau wengine waliowafikia wakaanza kujenga kanisa hili. Leo linaonekana tayari wanasali hapa, kuna milango inaweza kufungwa, kuna grills zimewekwa, wameweka nyaya za umeme humo ndani. Kazi inaendelea. Na kama maandalio ya kumaliza kanisa hili, tayari effort imepangwa kuja kufanyika tena hapa mwezi wa 7. Tunawasihi washiriki wachache mlioko hapa na mtaa wa Unyankindi, kuanzia hapa mpaka mjini, mtoe ushirikiano kwamba effort hii iwe ni effort ya viwango, ili takapomalizika kanisa hili lijae, ili yule mzee siku ile atakapofufuka akute Wanyaturu wengi kutoka kwenye kijiji hiki wamempokea Yesu kama hivyo, kama matamanio yao. Wakati wengi waliona kijiji cha kawaida, kulikuwa na mtu aliyebeba ndoto ya kuona nyumba ya Mungu ikiinuka mahali hapo, na leo ndoto hiyo imeendelea kuishi. Awali alikuwa kanisa la EAGT, kanisa la Kilokole. Baada ya hapo akawa na njozi kwamba anatamani sana kwanza kanisa lile ambalo alikuwa nasali awali liwe sehemu ya ile nuru aliyoipata. Lakini bado afya yake ilikuwa na mgogoro wa kuweza kuja, lakini aliandika barua nyingi sana kwa viongozi wenzake, maana alikuwa ni sehemu ya uongozi wa lile kanisa la awali. Aliwaandikia barua kwamba nimepata nuru, na aliwajulisha njozi yake ya kuja kufanya kazi ili wote waweze kupata ile nuru. Sasa bahati nzuri au bahati mbaya, akalala usingizi wa mauti kabla hata hajakanyaga huku. Kwa hiyo ile timu iliyokuwa inamhudumia pamoja na familia waliungana kwamba lazima ile njozi ya mzee itimie. Na ndipo 2021 tukaja kwa ajili ya kufanya effort. Tulikuwa tunafanya huduma za afya, lakini pia tulikuwa tunaendelea na ujenzi wa eneo hili ambalo lilitolewa na mzee mwenyewe, familia ya mzee, kwamba itakuwa ni sehemu ya
kanisa hapa. Kwa hiyo tunashukuru kwamba ile njozi ya mzee imetimia kwa namna fulani, lakini ile timu bado ina njozi na eneo hili, na ndio maana mwaka huu tunarudi tena kwa ajili ya kufanya effort ambayo ina include vitu vyote ikiwemo afya, nyumba kwa nyumba, na kusambaza vitabu kwa wingi, lakini pia na hili jengo bado halijakamilika. Kwa namna ya kipekee sana namshukuru Mungu. Kwa majina yangu naitwa Meshak Simon Kiuno. Kwa ujio wa viongozi wetu kuweka jiwe la msingi katika kanisa hili la Mtingo Central imekuwa na uamsho mzuri sana na wa kipekee. Tunaamini kuanzia hapa sasa kazi ya Mungu itaendelea kukua na kanisa hili litajengwa kwa viwango vya hali ya juu, maana kupitia viongozi hawa tumetiwa moyo kama washiriki. Lakini kwa namna ya pekee kama washiriki tumejisikia kupendwa na kujaliwa sana na uongozi wa kanisa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba tuendelee kushikamana na kulijenga kanisa la Mungu mpaka pale Yesu atakapokuja. Mwisho wa safari hii tulibaki na jambo moja moyoni, kwamba utume bado unaishi kwenye vumbi la barabara hizi, kwenye miguu ya wahubiri, kwenye sadaka za waumini wachache, na kwenye macho ya wale wanaotamani kuona nuru ya Mungu ikiingia katika jamii zao. Tuliona makanisa yakijengwa, tuliona imani ikisimama katikati ya changamoto, tuliona watu waliokataa kukata tamaa, kwa sababu injili haijengwi na urahisi, hujengwa kwa kujitoa. Hii ni safari ya kiutume katika maeneo ya Singida. Mimi ni Baraka Ayubu ambaye nimekupitisha hatua kwa hatua tangu tulipoianza safari hii kutokea Babati mpaka Singida. Karibu TRVF, jimbo lenye maeneo mengi ya kiutume. Karibu.